Jifunze kuongea Kiarabu online TV, karibu. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Amma ba'd. Namla bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala tunaanza darsa yetu ya balagha ya kitabu hiki Tashilul Balagha. Tutaanza hapo Ta'riful Balagha. Muallif rahimahullahu ta'ala ameanza kuelezea maana ya balagha. Balagha ni nini? Anasema al-balaghatu lughatan, neno balagha kilugha anasema ay akhi, maana ya akhi, ewe ndugu yangu. Ay maana hiyo ni harfu nidai fi kunadi, pia inakuwa ni harfu tafsiri tufassiru ma qablaha. Hata mwingine kusoma kwenye baadhi ya vitabu, baada ya kuleta ibara sema ay, hapo inakuwa kwa maana ya harfu tafsiri, inafasiri jumla ambayo inakuja mbele yake, sawa kana mufradan au jumla. Kwa akhi, ay akhi, ewe ndugu yangu. Albalaghatu, balagha, tu'arrafu fi lugha, inaelezewa katika lugha, bi annaha, hakika yake ni al-usulu wal-intiha. Al-usulu kufika, wal-intiha na kumalizika. Maana neno balagha katika lugha, maana ukisema mathalan balagha fulan ila kadha, maana wasala. Kwa ni al-usulu wal-intiha, kufika na kumalizika. Faqalbuka ya azizi, basi moyo wako ewe kipenzi changu, huwa mahattatul intilaq, hiyo ndo stendi ya kuondokea. Moyo wako ndo stendi ya kuondokea. Wa qalbu sami', na moyo wa msikilizaji, huwa mahattatul usul, ndo stendi ya kufikia. Tunafahamu? Faqalbuka ya azizi, moyo wako ewe kipenzi changu, huwa mahattatul intilaq, ndo station ya kuondokea. Safari inaanzia kwako kuelekea wapi? Kwa msikilizaji. Wa qalbu sami', na moyo wa msikilizaji, huwa mahattatul intilaq, ndo stendi ya kufikia. Maana linatoka katika moyo wako linafikia katika moyo wa mwingine. Wa mata wasala kalamuka ila qararati nafsi sami', na pindi itakapofika maneno yako ndani ya nafsi ya msikilizaji. Wa mata wasala kalamuka ila qararati nafsi sami', na pindi itakapofika maneno yako ndani ya nafsi ya msikilizaji, liyuathira fiha ta'thiran adhiman, ili ya athiri ndani yake athari kubwa. Liyuathira fiha, ili yalete athari ndani yake, yani ndani ya nafsi ya asami. Yani hayo maneno yanayozungumza, lakini lengo lako yalete athari katika nafsi ya yule ambaye anayefanyaje, anayesikiliza. Liyuathira fiha, ili yathiri ndani yake ta'thiran adhiman, yani fiha nauli fi nafs, yani ndani yake, yani ndani ya hiyo nafsi, ta'thiran adhiman, kuathiri kukubwa au athari iliyokubwa. Kunta haqqan balighan,
inakuwa kweli kabisa ni mtu wa balagha. Wa in lam takun kadhalika, na usipokuwa hivyo, falan tusafa bil balagha, hautusifika na balagha. Yani kwa maneno yako unazungumza lakini hayaleti athari kwa yule ambaye anayekusikiliza, lan tusafa bil balagha. sawa. Walau kunta ablagha min Sahbani Wa'il, hata ukiwa wewe ni mfasaha zaidi kuliko Sahbani Wa'il. Sahbani Wa'il historia yake kwa ufupi, sema Sahban ni fasihul arab, wa huwa Sahban ibn Zufar ibn Iyas ibn Abd Shams الواثري من وائل باهلة، وكان من فصحاء العرب وبلغاؤها، وبه يضرب المثل في البيان والفصاحة. نو Sahban Wa'il alikuwa anapigiwa mifano katika ubainisho na ufasaha, fayuqalu afsah min Sahban. Naona kwa Sahban jina yake kiukamilifu kwa ufupi inaitwa Sahban ibn Zufar al-Wa'ili al-Bahili من خطباء وشعراء قبيلة باهلة في شبه الجزيرة العربية. وهو alikuwa sifikana na sifa ya ufasaha. Naona kwa hata mtu akizungumza anapigiwa mifano bana, kama vile Sahbani Wa'il. Mfahamu shehe? Hiyo ni historia yake kwa ufupi, na hilo ndio jina lake na ndivyoitwa. Wa idha balagha kalamuka ila qalbi sami', na pindi atakapofika maneno yako katika moyo wa msikilizaji. Wa idha balagha kalamuka ila qalbi sami', na pindi atakapofika maneno yako katika moyo wa msikilizaji, bihaythu yuathiru fi qalbihi, kiasi ya kwamba yanaathiri katika moyo wake, kama yakisikiliza tu anaathirika. Umeona? Wayamtaddu at-ta'thiru ila ba'dhi jawarihihi, na unasambaa uathiriji ila ba'dhi jawarihihi, katika baadhi ya viungo vyake. Wayamtaddu at-ta'thiru, na unasambaa unaendelea ule uathiriji ila ba'dhi jawarihihi, katika baadhi ya viungo vyake. Taqshariratil jild, kama vile kusisimuka kwa ngozi. Mtu anaongea anafanyaje kutokana na uzito wa yale maneno, anafanyaje? Anasisimka. Wa husuli ad-dumu', na kupatikana machozi, mwingine kutokana na athari ya yale maneno anafanyaje? Anatoa machozi. Fa anta min ablaghi an-nas, wewe ni katika ablaghi an-nas. Hiyo ni maana ya balagha lughatan. Ni alikuwa anatoa mfano kwa maana yake katika lugha ni al-wusul wal-intiha, na ameeleza anatokea wapi kwenda wapi. Yanatoka kwako, ambako kwa wewe ndo maondokeo, mahattatul intilaq, na msikilizaji ndo mahattatul wusul. البلاغة اصطلاحا، بلاغة اصطلاحي، وهو أن يكون الكلام فصيحا قويا فنيا، nayo yawe maneno ni fasaha yenye nguvu ya kifani, ambapo mbele kuna mlango utakuja alfasaha. Ni yapi maneno ambayo yaliyo fasaha? Ni lipi neno ambalo ni lililo fasaha? Mlango wake utakuja hapo mbele, alfasaha. Kwa hiyo maneno ni fasaha yenye nguvu, ambayo kinyume cha kuwa na nguvu ni al-dha'f, udhaifu, ambao kwenye nani wanaita dha'fu at-ta'lif, udhaifu wa utunzi.
sawa. Kwa an yakuna al-kalamu fasihan qawiyan fanniyan, yawe maneno ni fasaha yenye nguvu ya kifani. Yatruku fi nafsi atharan khallaban, yanaacha katika nafsi khair kama shi yatruku fi nafsi atharan khallaban, yanaacha katika nafsi athari yenye mvuto, sawa. Athari khallaban, yani kuvuta, yani kuvutia, sawa. Yani maneno ta mtu ukizungumza kiasikia yanamvuta nafsi yake, kweli ngoja nikae nisome, ngoja nifanyie kazi, kutokana na mvuto wa yale maneno uliyozungumza. Tumefahamu? Fi nafsi atharan khallaban, athari yenye mvuto. Wa yunasibu ash-shakhs, lakini yanasibiane na mtu hao anayozungumza. Wal hala, na hali pia hali. Wa zaman, na zama. Je, hayo maneno yanayozungumza yanasibiana na huyo mtu anayemzungumzia? Je, yananasibiana na nini na hali ya hiyo sehemu ambayo inaitwa hapo mutabaqatuhu limuqtada alhal, mutabaqatuhu limuqtada alhal, kufungamana na muqtada ile hali. Je, ile hali kuzungumza maneno hayo inalazimu? Wa zaman, na zama. Je, zama hizo zinalazimu kuzungumza maneno hayo? Kama nataka kuelezea hapo katika mifano. Kwa hiyo tunaona kwamba vitu vitatu yanasibiana na huyo mtu, hayo maneno pia yaendane na hali, pia yaendane na zama. Tumefahamu? Kwa hiyo kwa sababu kama itanasibiana na mtu, itanasibiana na hali, itanasibiana na zama, italeta athari. Lakini kama hayo maneno yanazungumza yanasibiana na mtu, hayatoleta athari. Tumefahamu? Anasema hapo, famithalu shakhs, mfano wa mtu. Falau qulta li zawjatika al-ummiya, lau ukasema kumwambia mkeo al-ummiya ambaye asijui kusoma wala kuandika, nawidini al-misbara min al-qimatr turidu al-qalama min al-mahfadha, unakusudia kalamu kutoka katika nini, koba, kwenye begi. Ndio mwambia maneno kama nawidini al-misbara min al-qimatr, kumbe unakusudia kwamba akupe kalamu, sawa. Lam takun balighan, hutakuwa ni mtu wa balagha. Raghma fasahatihi wa quwwatihi, pamoja na ufasaha wake na nguvu yake, yani pamoja na ufasaha hiyo lafdhi. Raghma fasahatihi wa quwwatihi, pamoja na ufasaha wake hilo neno na nguvu yake. Liannahu, sabakika yake, lam yulaim mustawa zawjatik, haliendani na upeo na mustawa wa mkeo. Watu ukisema katika mathalan, ukisema nawidini alqalam min almahfadha, inakuwa ni nafahamika zaidi. Lakini wanasema inaenda sasa yale maneno ya ndani kabisa, almisbara min alqimatri, afu mkenye ni ummiya. Sio mfahamu shehe? Kwa maana haya maneno hayanasibiani na mkeo. Sio mfahamu? Pia na maana hapa sasa ndo wamefafanua, yani kumbe unakusudia mahfadha pia. Alqimatru na maana ya alkhizana, kabati. Unaona, na mfano kama hivi, au mathalan unamzungumzisha mtu ambaye asiyesoma kabisa, unaona, au kukutana tunamzungumzisha Kiarabu ili hali yake hajasoma hata kidogo, maana haya maneno yanazungumza yanasibiani na huyo mtu. Umefahamu? Na mfano kama haya, au namna utakavyomzungumzisha mjinga na mtu ambaye si mjinga kwa tofauti, itakuwa ni maneno ya kawaida. Wa mithalu alhal, na mfano wa hali. Falau da'awta ila sulhin فتلوت قول الله سبحانه وتعالى ولكم في القصاص حياة.
lam takun balighan. Sawa, lau ukiita na kulingania kwenda katika sulhu, sawa, ukaitwa pale ukalingania katika mambo ya sulhu nini, sawa, fa ukafika pale fatalauta qawlu Allah subhanahu wa ta'ala, ukasoma kauli ya Allah, walakum fil qisasi hayatun, mna nyinyi katika kulipiza kisasi uhai. Sawa, maana sheria na nyinyi inaruhusu mlipize. Kama mwenzenu kauliwe ndugu yake, na nyinyi ni ruhusa juu yenu au wawe aliyeua. Hanasibiana na sehemu. Sema fahamu shehe. Sasa tutashangaa vipi? Lam takun balighan. Utakuwa mtu wa balagha kwa sababu umeleta maneno ambayo yanasibiana na nini na sehemu. Amma law talawta qawla Allah subhanahu wa ta'ala, أما لو كسوم قول الله سبحانه وتعالى، أما لو تلوت قول الله سبحانه وتعالى، أما لو كسوم قول الله سبحانه وتعالى، وأن تعفو أقرب للتقوى، na mkisamehe jambo hilo lipo karibu na ucha Mungu. Yani ukafika pale ukaitwa ukaenda sasa kusuruhisha, labda watu wametatizana wamegombana, maana sasa umefika moja kwa moja na nasoma aya hii, wa an ta'fu aqrabu littaqwa, maana na unawapa watu da'wa na unawalingania katika kufanyaje, kusamehe. Wa qaula Allah subhanahu wa ta'ala, na pia wakasoma kauli Allah subhanahu wa ta'ala, was-sulhu khairun, sulhu ni bora, kunta haqqan fasihan balighan, unakuwa kweli kabisa ni mfasaha mtu wa balagha, liannaka da'awta lis-sulh, sababu umelingania katika sulhu, walam tad'u litanfidhi al-hukm, hala hujalingania katika kupitisha hukumu. Sawa, umeitwa kusuluhisha, uliitwa kupitisha nini hukumu, kwa sababu ungeitwa kwamba ukahukumu ndio ungesoma lakum fil qisas hayatun, ingekuwa ni munasibu kwa sababu unaenda kuhukumu, lakini unaenda kusuluhisha. Umefahamu shehe? Yani sawa wewe shehe unaitwa ukasuluhisha kati ya wanandoa wawili wametatizana, yani unafika pale unaanza kusoma aya za talaka, talaqu marratani au tasrihun bi ihsani, yona masezi zile aya za kuacha, lakini sheria inaruhusu kuacha hivi. Hebu na usome kwamba aya zile ambazo zitawafanya wao waendelee katika maisha yao ya ndoa. Wanasoma aya za sulhu, was-sulhu khairun, an ta'fu aqrabu lit-taqwa, in yurida islahan wafiq Allah bainahuma. Wanasoma zile aya za kupatanisha kati ya wanandoa. Hiyo ni alitoa natolea mfano wa hali, maana hayo maneno yanafungana na muqtadha al-hal au mutabaqatu al-lafdhi li muqtadha al-hal, fungamana ile tamko na hali, mujibu wa hali je na lazimiana. Sawa je? Wa binisbati lizaman, na kwa mujibu wa zama, fa idha kana az-zamanu, pindi takapokuwa zaman dhulmin, ni muda wa dhulma, wa jawri sultani, na dhulma ya tawala, fa sa'idta al-minbar, ukapanda minbar, tahuthu an-nas ala al-khuruj, yani uko labda sala hiyo fitna, tawala anafanya dhulma, alafu uko mimbarini, sawa, uko mimbarini unawahimiza watu juu ya kutoka katika toa ya mtawala. Unafikiri kilichotokea nini? Naona watuhayijuhum ala sultanihim, na unawatibua wao, tuhayijuhum, na unawatibua wao juu ya mtawala wao. Unasema na unawatikisa wao juu ya mtawala wao, na leta mtibuko. Tuhayijuhum, unawatibua wao juu ya mtawala wao. Lam takun balighan, utakuwa ni mtu wa balagha. Lima yatarattabu ala al-khuruj min al-mafasid a'zam min al-masalih, kwa yale ambayo yanafungamana katika kutoka katika taa ya mtawala katika mafsada makubwa zaidi kuliko maslaha. Sababu hapo mafsadi ndio yatakuwa makubwa zaidi. Ndio kipindi cha dhulma, mtawala anafanya dhulma,
alafu na wewe hapo hapo unahamasisha watu kutoka katika toa ya mtawala, hamasisha maandamano, bimaana hapa mafsada yatakuwa ni makubwa zaidi kuliko nini, kuliko maslahi. Lakini ukawa unahamasisha watu, jamani, hata mtawala akiwa ni dhalim, hata kama akipiga mgongo wako kama alivyosema Mtume sallam, kini lazimianeni naye, wa in ta'ammara alaykum abdun habashi, unahamasisha watu kushikamana nini na mtawala. Maana ile hali kidogo inafanyaje, inakuwa ina tafsiri, hata kana maslahi kidogo yatakuwepo kiasi chake. Lakini in tahaddathta an adli Umar, kiwa tazungumzia uadilifu wa Umar wa salahi raiyatihi, na utengamaji wa raia zake, faqad balaghta muradak, huwa umefikia kusudio lako. sawa. Intahaddatha, lakini intahaddatha ikiwa tazungumzia an adli Umar, kuhusu uadilifu wa Umar wa salahi raiyatihi, na kutengemaika raia zake. Bwana Umar alikuwa ni mwadilifu, raia zake walikuwa hivi, naona. Faqad balaghta muradaka wa kunta fasihan balighan, tukua ni fasaha na ni balighan, wa hakadha. Unaona, kwa sababu kama mtu mwenyewe kinafanyia dhulma, kwa hiyo inabidi uangalie na az-zaman. Tumefahamu shayء. ولهذا قيل, na kwa sababu hii pamesemwa, rubba kalamin fi nafsihi hasanan khallaban, huenda maneno yenyewe mazuri yenye mvuto, hatta idha jaa fi ghairi makanihi, mpaka pindi anapokuja katika isio sehemu yake, amekuja maneno yani pasipo mahala pake. Hatta idha jaa, mpaka pindi atakapokuja fi ghairi makanihi, pasipo sehemu yake. Wasaqata fi ghairi masqatihi, na yameanguka katika fi ghairi masqatihi, katika yasio maanguko yake. Yani umeangusha maneno lakini katika sehemu ambayo ikupaswa yaanguke maneno haya, sio kwamba umezungumza maneno katika sehemu ambayo ikupaswa uzungumze. Kharaja an haddi albalagha, yatotoka katika mpaka wa nini, balagha. Bal innahu yuaddu ma'iban, bali kika yake maneno hayo yanahesabiwa kuwa ni yenye dosari inda alhukama wa hikma, fallan anil bulagha, achidia mbali kwa wanachuoni wa balagha. Hii tunarudi kwa alhukama, kama qila, kama vile ilivyosema, wa inna kalama almar'i fi ghairi kunhihi, na hakika maneno ya mtu pasipo mahala pake, fi ghairi kunhihi, yani fi ghairi mahalihi, pasipo mahala pake. Sawa. Lakan nibli tahwi laysa fiha nisaluha, ni kama vile mshale unaruka, laysa fiha nisaluha, yani hamna ndani yake nisaluha, yani kile kichwa chake. Sawa. Nisal maana ni ras as-sahm, upigi sasa. Naam, upinde huo, huwezi kupiga. Sio fahamu shehe. Yani sawa sawa, kama ni nani hamna, yani kama ni mkuki ni kichwa tupu, hamna mti wake. Sio fahamu. Njita kiberiti haina cha kuashia. Nini unahitaji? Sitoita njita ya kiberiti. Nasema kama mfano, yani mfano wake ndo kama hivyo. Kuashia hamna. Njiti unayo ile, lakini kile hauna, ndio laisa fiha nisaluha. Amesema hapo hadidatu sahm, ambayo ni chuma cha mshale, ma lam yakun lahu maqbad, unakuwa ina sehemu ile kushikia kamatia. Unapigaje hivyo maneno na kuyaleta pasipo mahala pake, hayaleti athari. Maneno yanapoleta pasipo mahala pake, pasipo muda wake, hayaleti athari. Sio fahamu. Kwa hapa alikuwa anatolea mfano wa haji, ametolea mfano wa mtu, yani kuna maneno ambayo yanasibiana na mtu, pia yanasibiana na hali, pia yanasibiana na zama. Naam, kwa inshallah tutaishia hapo. Allah kiwafikisha darasa ijayo tutakuja kusoma al-fasaha.
Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.